Ukiangalia trebia katika kitabu cha Mwanzo sura 3, Biblia inasema ya kwamba mstari wa 16, akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako, kwa uchungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Mungu alisema ya kwamba tamaa ya mwanamke itakuwa kwa mume wake, na yeye mume wake atamtawala, atamuongoza, atakuwa kiongozi juu yake. Biblia inasema vizuri katika Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11. Biblia inasema hivi, mwanamke na ajifunze katika utulivu, akitii kwa kila namna. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanamume, bali awe katika utulivu. Kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa wa kwanza na Hawa baadaye. Wala Adamu hakudanganywa, ila mwanamke alidanganywa kabisa, akaingia katika hali ya kukosa. Walakini ataokolewa kwa uzazi wake, kama wakidumu katika imani na upendo na utakaso, pamoja na moyo wa kiasi. Na ile frazi hapa, ataokolewa kwa uzazi wake, haimaanishi wokovu kwa namna ya kuamini ili tupate uzima wa milele. Hapana, inamaanisha wataokolewa kwa hii pinisio ya kutochukua autorite yule ya mwanaume wakati yenye wanazaa watoto. Kwa sababu wakati watoto wanaume wangali watoto, mama iko na autorite juu yao, iko na autorite, na ile autorite Mungu anayempatia kama tu anadumu katika imani na upendo na utakaso, pamoja na moyo wa kiasi. Kwa mama iko na autorite juu ya huyu mtoto wakati angali mtoto, ili amlee katika njia zilizo safi, ageuke mwanaume ambaye atakuwa kiongozi na kuchukua autorite ambayo Mungu alimpatia mkanisa na katika familia. Na hii ni kitu kizuri. Haimaanishi kwamba wanawake watapata uzima wa milele kupitia kuzaa, kwa sababu matasa wakiamini Kristo wanapata uzima wa milele. So context yenye alikuwa anaongelea ndani haiko wokovu kwa uzima wa milele, iko wokovu kwa hii position yenye Mungu amewakataza wasiokipee, na hii ni position ya kuchukua autorite juu ya mwanaume. Hapana paske hawana kapasite oratoire ya kusema vizuri kuzia wanaume wamoja, hapana. Lakini ni kwa sababu katika mipango ya Mungu alitaka mwanamke aongozwe na mwanaume. Alitaka mwanaume akuwe kiongozi katika familia na katika kanisa vile vile.